Leo tujifunze tabia ya kwanza ya tai, ambapo tai hupenda kuruka peke yake au na kuruka na wenzake. Ili humsaidia tai yeye kutunza msimamo na mtazamo wa kwake bila kuingiliwa na mtazamo au tabia nyingine. Tai ana tabia ya kuruka juu peke yake au wenzake wenye uwezo wa kuruka juu kama yeye. Wenzake wakikosa ataenda peke yake. Lakini unaweza kukuta mtu ana tabia njema, anafanya kazi kwa bidii, lakini anapoingia katika kikundi au kikosi cha watu wasiopenda kufanya kazi kwa bidii, wavivu ambao hupuuzia mambo, na yeye utajikuta ghafla tu ile tabia inamvaa. Kwa nini? Hii imemsababisha aende kuungana na watu ambao wenye tabia au mtazamo ambao sio kama wake. Tai angeweza kuishi maisha kama ya kunguru, asingeweza kupaa juu zaidi. Hivyo inatupelekea sisi kujifunza kukaa katika mazingira ya kutunza mitazamo yetu au mitazamo mizuri. Mfano mzuri sana ni wanafunzi wa masomo katika matabaka yote, katika matabaka ya sekondari, primary na hata vyuoni. Unakuta kijana ana tabia yake nzuri, anazungumza vizuri na watu, anawaheshimu, lakini akianza kujiunga na makundi yale aliyokutana nayo shuleni au chuoni, lazima tabia yake itabadilika. Ataanza kufanana na wale, aidha kwa ubaya au kwa uzuri. Unaweza kukuta mtu alikuwa yeye tabia yake haieleweki, anaishi maisha ya uhuni, maisha ya ulevi, lakini akikutana na kikundi cha watu ambacho chenyewe hizo tabia akiingia nazo, yeye itamsababisha aanze sasa kujifunza tabia kama zile. Mfano tunarejea vile vile kwa kunguru, anaruka peke yake kulinda tabia yake, lakini ili kulinda tabia yake na msimamo wake katika maisha, inambidi aruke juu na tai wenzake, ili asije karuka juu na kunguru akifika mwisho, wakati yeye uwezo wake wa kupaa haujafika mwisho. Hivyo katika maisha pia tujifunze kukaa na watu wenye mitazamo kama ya kwetu. Lakini kama unaona mtazamo wako ni mbaya, ili kubadilisha mtazamo wako itakubidi sasa utafute kikundi cha watu ambao wao wana mtazamo mzuri unaotaka. Ukijiunga mle katika kile kikundi utaweza kubadilika. Mfano, Bwana Yesu alifanya hii kazi kwa wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo sura 9 mstari wa 10. Mathayo 9:10 nasema, ikawa alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Kwa nini? Hapa Yesu alikuwa anapenda kukaa karibu na wanafunzi wake. Mahali pengi hata kwenye Agano Jipya unakuta Yesu na wanafunzi wake. Wakaenda sehemu Yesu na wanafunzi wake. Alikuwa hapendi kukaa na Wafarisayo sana, alikuwa hapendi kukaa na watu ajabu sana, kwa sababu walikuwa hawana lengo kama la Bwana Yesu. Lakini wanafunzi wa Yesu walikuwa na lengo kama la Bwana Yesu hapo baadaye. Ndio maana Yesu alipopaa, wanafunzi wa Yesu walifanya kazi ya Yesu ya kueneza Injili kote ulimwenguni. Mungu akusaidie uweze kufanya hicho kitu cha kutunza mtazamo wako mzuri kama tai.